So vita between Iran and US inaendelea hapa Middle East, na tunajua kwamba Iran inajaribu kabisa vile iwezavyo kupigana na USA na inajaribu kujionyesha kwamba yenyewe inaweza kujipigania bila hata kuwa na support yote, ingawa kuna vile inapata support kupitia kutoka kwa Russia na China indirect right? Na pia unajua US inapata support kupitia Israel in a direct way. So kuna vile Iran inajaribu kujikinga, na unajua pia wako na hasira kwa sababu supreme leaders wao wengi sana wameweza kuafektiwa ama kuuliwa sana, kama vile Khamenei jana, na some of the supreme leaders jana waliweza kupigwa bomu ama kulipuliwa na wakaweza kuiaga. Kwa hivyo Iran bado iko na mauchungu sana, ama iko na uchungu sana kujilipishia kizazi ama kujilipishia kwa kuuawa kwa supreme leaders wao. Lakini tutoke hapo tukuje tuangalie hii vita ita affect economy kivipi, kwa sababu hii vita kuna vile inaweza affect economic growth sana hata dunia mzima. Wacha tu tena hapa Middle East ama bahali popote. Haswa kwanza kwa Middle East imeweza kuaffect kwa sababu tunaangalia tunaona ya kwamba kuna some of the flights ambazo zimeweza kukatishwa. Kuna pale UAE, kuna hapa Qatar, kuna Kuwait, kuna hizo nchi ambazo zimeweza kukatisha flight. Na most of the time tunajua ya kwamba Qatar and UAE, hizo ni hub. Most of the time zinatumika kama hub ambazo zina connect other destinations. For example, kama unatoka pale Africa unataka kwenda Europe, ni rahisi sana ama ni virahisi sana uconnect through UAE ama uconnect through Qatar. Kama unaenda US ukitoka Kenya ama utoke Afrika, ni rahisi sana ukuje uconnect hapa Qatar ama UAE ndio uende nchi zingine. Pia wale ambao watu wanaenda kama nchi kama vile Australia, wanaenda Europe, wanaenda China. Okay, sisemi hawezi toka direct, lakini kuna uwezekano mwingi sana lazima wa connect kupitia hizi hub zote mbili, that is UAE ni Qatar. So kuna hiyo strike ambayo iko ama suspension ambayo iko ya kuzuia yani usafirishaji, kwa sababu kitu ya kwanza hiyo imesababisha economic growth, na pia kuna vile transportations of the logistics. Unajua kuna vitu mingi sana zinasafirishwa kupitia hewa ama kupitia airline, so unakuta zina affect growth. But tukiangalia kama leo Iran wameweza kushambulia Saudi Arabia na kuweza kuaffect mambo na mafuta, ama wameweza kuaffect plants za mafuta pale Saudi Arabia. So unakuta na most unakutaka kama sisi Kenya ama sisi Africa, most of the time let me talk about Kenya, haswa Kenya yenyewe, unakuta sisi tunategemea mafuta kutoka Saudi Arabia, unaona. So there will be that skyrocketing of the fuel price, itapanda sana ama itaweza, kuna uwezekano, sijasema itapanda, kuna uwezekano kunaweza kuwa na skyrocketing ya fuel na ukijua kwamba mafuta ikishaongezwa other products ama other imports zinaweza kuongezeka kwa nini, kwa price ama kuongezeka kwa bei, na ni virahisi sana. Kwa sababu ya nini? Mafuta ndio ina control economy ya nchi, kwa sababu 30 to 60%, let me talk about 60 to 70% ya vitu mingi sana zinategemea usafirishaji. Kama ni vitu sokoni zinahitaji kusafirishwa, watu kusafiri ni mafuta, vitu kutolewa mashambani hadi sokoni ni mafuta, kama ni kutolewa kwa industrialization inahitaji bado mafuta ndio iweze kusafirisha products zake to the local markets ama to the international markets. So mafuta ndio ina control economy ya Kenya definitely, na labda tuombe sana hii vita isiende sana, lakini ikizidi kuenda hivi inaweza leta skyrocketing ama ukute uongezekaji wa mafuta utazidi kuwa juu sana, especially when the Iran is trying to target hizo fuel refining companies ama hizo kampuni ambazo zinatumika kutengeneza mafuta, ambapo sisi sasa kama watatu affect kampuni kama hizo, na sisi ndo tunazitegemea, sisi wafanye import ama tufanye export ya vitu kama hizo, import ya vitu kama hizo, unakuta ya kwamba
kuna uwezekano mwingi sana yale mafuta yanaweza kupanda bei na pia gharama ya maisha iweze kupanda juu. So there's that possibility that if fuel price goes high, definitely the lifestyle also will goes high. So we just need to pray na tuombe Mungu sana ya kwamba hii vita ikiwezekana ikatishe kwa haraka sana na kuweze kuwa na uelewano, kwa sababu nchi kama vile Amerika haina hasara kubwa sana, kwa sababu yenyewe kabisa inajua ya kwamba dola iko sawa na wanang'ang'ania dola yao pia iweze kuwa iko juu pia, na waweze kujua kupata maybe market kwa hizi nchi zingine kama vile Iran ambayo iko kivyake. Iran kumbuka na Iraq ziko kivyake, hazijakubalika kuingia katika GCC. So ndio unaona wanajitenga na hizi nchi zingine kama vile GCC countries. So tuombe sana, kwa sababu ikienda hivi kuna uwezekano bei ya mafuta ama skyrocketing ya fuel price inaweza enda juu sana, na inaweza leta gharama mingi sana kwa maisha yetu sisi wote jumla. So hii vita haita affect mtu yote tu mwenye ako Middle East, hapana. Ina affect mtu yote mwenye ako dunia mzima. So tuombe sana iweze kushuka ama kupungua, ama hata pia iweze kukatiza ili mambo yarudi sawa sawa.